kupeleka wapi. Nisha kusema kwamba kifo cha Ayatollah Ali Said Khamenei inaweza likawa ni kosa la kimkakati sana, kwa sababu hawa ambao wamebaki sasa hivi wakina Mujitaba, wakina Said Jalil ni watu ambao ukiwatazama wanataka kulinda legacy, wanataka uhuru, wanataka taifa lao liweze kuwa na uwezo wa kinguvu wa nyuklia. Ayatollah Ali Said Khamenei alitoa fatwa kwa maamuzi ya ufafanuzi kwamba wao hawataendeleza mpango wa nyuklia kwa sababu hawawezi kuendeleza mpango wa nyuklia ili kwenda kutengeneza silaha za maangamizi kwa ajili ya kuua au kupelekea uharibifu kwa watu wengine. Kwa hiyo mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa unapingwa na watu ambao sasa hivi wameuliwa au hawapo katika madaraka, wakina Ali Said Khamenei. Sasa wakina Mujitaba kwanza wanataka kulipa kisasi moja, lakini la pili ni watu ambao hawaamini katika mazungumzo. Hebu fikiria, mpaka sasa hivi, mpaka jana Irani ameweza kukataa hoja zote, dimandi zote za Marekani, na ameendelea kusimamia kwamba wanataka new protocol katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, wanataka waweze kulipa fidia. Mtazama, wanataka wahakikishe kwamba hawatashambuliwa tena. Kwa hiyo ukitazama bado imeendelea sintofahamu au bado imeendelea kupelekea dhana ambayo inaitwa ambiguity, utata miongoni kati ya upande wa Marekani, Israel pamoja na washirika wake. Kwa hiyo walitaka kwenda kukiteka kisiwa lakini wameshindwa. Walitaka kwenda kuteka mpango wa Tehran wa Fordo, Isfahan na Tans, vile vile wamefanya, wameshindwa. Hii maana ni kwamba sasa vita inatuonyesha malengo mahususi ya Marekani. Naudia, hii vita inatuonyesha malengo mahususi ya Marekani. Walipanga kwenda kuteka kisiwa. Unajua Irani anaitishia unaweza kusema dunia au utawala wa magharibi, kwa sababu wakiendeleza mpango wa nyuklia watakuwa hawawezi kuamuliwa cha kufanya tena. Ukitazama nchi zote za Mashariki ya Kati tayari wanapanga